Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yanga imeendelea kuneemeka na kiungo wa zamani wa klabu hiyo Stefan Aziz Ki, huku uhamisho wake kutoka Wydad kwenda Al Ittihad ukiipatia mamilioni ya pesa kutokana na mauzo yaliyofanyika. Aziz Ki ambaye alitumikia Yanga kwa mafanikio makubwa ndani ya misimu mitatu ambayo ni 2022, 2023, 2024 na 2024-25, akishinda mataji matatu ya ligi kuu bara na kombe la FA sambamba na kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika kwa msimu 22-23. Kwa sasa ni mchezaji wa Al Ittihad ya Libya iliyomnunua kutoka Wydad aliyoichezea kwa takriban nusu msimu tangu ajiunge nayo. Kiungo huyo raia wa Burkina Faso ambaye alikuwa na kikosi cha Wydad katika michuano ya kombe la dunia la klabu 2025 nchini Marekani, wakati anaondoka Yanga, klabu hiyo iliweka kipengele cha kwamba akiuzwa kuna fedha zinazotakiwa ziingie kwenye akaunti yao. Kwa mujibu wa mkataba huo wa mauziano kati ya Yanga na Wydad, endapo Aziz Ki atauzwa, basi wanajangwani hao wanapata 20% za mauzo hayo, na ndicho kiasi ilichovuna kutokana na kuuzwa kwa dau la dola 500 ikiwa ni shilingi bilioni 1.3 za Kitanzania. Yanga imepata dola 100,000, takriban shilingi milioni 254.4 kutoka Wydad, ambapo imemuuza Aziz Ki kwenda Libya kwa kiasi cha dola 500. Hii ni kutokana na makubaliano ya kimkataba ambayo wamewekeana. Chanzo kilizungumza kwa taarifa hiyo, lakini alizungumza ya kwamba makubaliano hayo yalikuja kufuatia Aziz Ki wakati anauzwa alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja na Yanga. Hivyo ndani ya muda huo, endapo timu nyingine ikihitaji kumnunua, ndipo Yanga inapata 20%. Baada ya hapo, hakuna fedha nyingine itakayoingiza. Ikumbukwe kuwa Aziz Ki akiwa Yanga alijiunga nayo Julai 2022 akitokea ASEC Mimosas ya Ivory Coast. Alifunga mabao 39 katika ligi kuu bara ndani ya misimu mitatu. Ule wa kwanza alifunga 9, wa pili 21 akiibuka kinara wa mabao, na watatu alitoka nayo 9. Aziz Ki anaiacha Wydad ikiwa kwenye michuano ya kombe la shirikisho Afrika ikipangwa kundi B sambamba na Azam FC, AS Maniema na Nairobi United, ambapo tayari amecheza mechi 2 kati ya 3 hatua ya makundi. Al Ittihad ndiyo timu inayoshika nafasi ya kwanza kwenye kundi la pili la ligi kuu Libya kwa sasa, ikiwa imecheza mechi 5 na kukusanya pointi 15. Aziz Ki anaungana na Nathim Kosiloch, raia wa Afrika Kusini, ambaye naye ametua hapo akitokea Wydad katika kipindi hiki cha usajili wa Januari 2026. Na hii ndiyo raha bwana ya kumiliki wachezaji wakubwa. Young Africans leo hii wananufaika na Aziz Ki ambaye walishamtoa tangu msimu uliopita. Mimi naitwa Justa Julius, nilikuletea taarifa hii ikiwa imeandikwa na gazeti la Mwanaspoti, lakini hii hapa ni PMTV. Tukatufuatilie kwenye page zetu za mitandao ya kijamii ukiandika PMTV Tanzania, bila kusahau www.pmbet.co.tz. Ukienda kwenye hiyo website na ukacheza kasino kuanzia shilingi 500 tu, una nafasi ya kujishindia gari aina ya Jetua Dashing ambalo ni habari ya mjini hivi sasa. Kuhakikisha unacheza kasino mara nyingi zaidi kwenye PMBet.